washiriki ekaristi na sakramenti nyingine za kanisa. Wiki hii tunaadhimisha Dominika ya 14 ya mwaka C wa kanisa. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika kipindi hiki cha tafakari ya liturujia neno la Mungu. Leo tunasoma na kuyatafakari masomo ya Dominika ya 14 ya mwaka C wa kanisa, masomo ambayo yanatualia kutafakari wito wa kimisionari wa kanisa, yaani jukumu la kanisa la kuinjilisha na kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wote wa mataifa. Hiki ni kiini na asili ya kanisa. Tunaanza kama kawaida yetu kuyapitia masomo yote matatu ya Dominika hii. Somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya. Nabii anaandika kuwapa moyo wote wanaolia pamoja na Yerusalemu. Yerusalemu, mji wa Mungu, unalia kwa sababu umeharibiwa na wavamizi. Kuta zake zimevunjwa na hekalu limebomolewa wakati wa vita na uhamisho wa watu. Watu wanalia kwa sababu baada ya kurudi kutoka uhamishoni hawauoni tena mji Yerusalemu katika utukufu uliokuwa nao hapo mwanzo. Hata hivyo, nabii anawaambia wafurahi. Wafurahi kwa sababu Mungu yule yule aliyewatoa utumwani sasa anawaahidi kuwa mji huo Yerusalemu utajengwa upya. Amani yake itarejea, utukufu wake utarudi, nao wataufurahia mji huo kama mwana anavyomfurahia mamaye anayemfariji. Ni ujumbe wa matumaini, ujumbe wa kuwapa moyo watu wa Mungu. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia. Katika waraka huu, Paulo amepambana vikali sana na wahubiri wa Kiyahudi waliosisitiza uyahudi wao kuliko imani kwa Kristo. Katika barua hii nzima kwa Wagalatia, Paulo anaonyesha kuwa mtu anakombolewa kwa imani kwa Yesu Kristo na wala si kwa matendo ya sheria au mila za Kiyahudi na mapokeo ya wazee wao. Katika somo hili ambalo ni sehemu ya mwisho wa waraka wake kwa Wagalatia, Paulo anahitimisha waraka kwa kusisitiza kwa mara nyingine tena kuwa yeye haoni fahari juu ya kitu kingine chochote isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Japokuwa yeye ni Myahudi, lakini haoni kuwa utu wake wa sasa kama Mkristo unajipambanua na Uyahudi wake katika tohara au katika mila za Kiyahudi, bali unajipambanua kwa kile ambacho msalaba wa Kristo umempa, yaani ukombozi na neema. Somo hili linatualika tutafute kuweka uwiano sahihi kati ya imani na mila zetu. Mila zinatupatia utambulisho wetu katika jamii. Imani inatupatia lengo letu la maisha. Vyote viwili hutoka kwa Mungu na hutusaidia kuishi vema kama anavyokusudia Mungu mwenyewe ambaye ndiye muumbaji wetu. Kwa sababu hii haviwezi kupingana isipokuwa kama mila zenyewe ni potofu. Mtume Paulo anajiweka leo kama kielelezo cha kuitanguliza imani kama msingi wa kuzipembua mila njema za kuzifuata na zile zisizo njema za kutokuzipa nafasi. Katika somo la Injili kutoka kwa Mwinjili Luka, Kristo anawatuma wafuasi wake kumtangulia katika mji na kijiji alipokusudia kwenda. Idadi ya wafuasi waliotumwa inatajwa kuwa 70 na wakati mwingine 72. Hii ni namba ya kibiblia inayomaanisha idadi ya watu wa mataifa yote. Yesu kutuma idadi hiyo anamaanisha kuwa utume wa wafuasi wake ni utume wa kwenda katika mataifa yote. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 yanatajwa mataifa yote ya dunia yaliyojulikana. Biblia ya Kiebrania inayataja kuwa ni namba 70 na ile ya Kigiriki inahesabu kuwa ni 72. Hii ndio sababu kuwa katika tafsiri inayotokana na Kiebrania inatajwa wafuasi 70, lakini ile ambayo inatokana na Kigiriki inatajwa wafuasi 72. Ila lengo ni lile lile la kuhusisha idadi ya wafuasi wanaotumwa na idadi ya kibiblia ya mataifa ya ulimwengu. Wanatumwa wawili wawili ili kusaidiana wawapo safarini na utumeni. Lakini pia kadiri ya Kumbukumbu la Torati, ushahidi unaoaminika si wa mtu mmoja, bali ni ushahidi wa watu wawili. Yesu anawatuma akiwaambia, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Katika mazingira karibu yote, kipindi cha mavuno ni kipindi kinachohitaji kazi ya haraka.
vinginevyo mazao yataharibikia shambani na kazi ya msimu wote inakuwa imepotea. Manabii katika Agano la Kale walitumia lugha hiyo ya mavuno kumaanisha hukumu ya siku ya mwisho, hukumu ambayo inakuja upesi. Vivyo hivyo, Yesu anajulisha kuwa utume anaowapa ni utume unaohitaji daima kipaumbele, kupewa nafasi ya kwanza. Ndio maana anawaambia wasipoteze muda njiani, wala wasijishikamanishe na vitu vinavyoweza kuwaondoa katika lengo lao la msingi ambalo ni utume. Mwisho, Injili inaonyesha kuwa wafuasi wanaojikita katika utume wao na kushia kiaminifu maelekezo ya Bwana wao hujaliwa furaha kama zawadi, na tena furaha ya kuwa majina yao yanaandikwa mbinguni. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake, ninyi nyote mpendao. Furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake, mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake, mpate kukama na furahiwa kwa wingi wa utukufu wake. Maana Bwana asema hivi: tazama, nitamwelekezea amani kama mto, na utukufu wa mataifa kama kijito kifurikacho. Nanyi mtapata kunyonya, mtabebwa, na juu ya magoti mtabembelezwa. Mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi. Nanyi mtafarijiwa katika Yerusalemu, nanyi mtaona, na mioyo yenu itafurahi, na mifupa yenu itasitawi kama majani mabichi. Na mkono wa Bwana utajulikana waelekeao watumishi wake. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Baada ya hayo, Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji wa kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, vireni vyakula viwekwavyo mbele yenu, wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Na mji wowote mtakaoingia, nao hawawakaribishi, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili, ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Na waambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili adhabu yake kuliko mji huo. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kuwakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Neno la Bwana. Mtumishi
Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, kanisa linao utume ulimwenguni. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano unafundisha kuwa kanisa limetumwa na Mungu kwa mataifa yote ili liwe sakramenti ya wokovu kwa wote. Nalo kwa asili ya ukatoliki wake na kwa kulitii agizo la Kristo mwanzilisho wake, linafanya bidii ya kuitangaza Injili kwa watu wote ili neno la Mungu liendelee na kutukuzwa na ufalme wa Mungu utangazwe na kusimikwa duniani kote. Hata leo hii utume wa kanisa unahitajika na utaendelea kuhitajika mpaka hapo Kristo atakaporudi. Habari njema inahitaji kuhubiriwa, Kristo anahitaji kushuhudiwa, na sakramenti za wokovu zinahitaji kuadhimishwa kwa ajili ya wokovu wa taifa lote la Mungu. Masomo ya leo yanatualika sote kama wanakanisa kuzidi kujikita kuuendeleza utume wa kanisa katika changamoto za nyakati. Na kwa namna ya pekee yanatualika kutambua kuwa ujenzi wa haki, amani na uundaji wa jamii bora ni mojawapo ya maeneo ya utume wa moja kwa moja wa kanisa. Kama kanisa tunaalikwa leo kuzidi kujibidiisha katika kujenga haki na amani, kuweka amani kama mojawapo ya kipaumbele cha utume wetu, kuwa wajumbe wa haki, amani na upatanisho, na kuwa mstari wa mbele kulinda amani katika jamii zetu. Tunaona pia kuwa mwendelezo wa utume wa kanisa haupingani hata kidogo na utambulisho wa watu katika mila na tamaduni zao. Vyote kama tulivyoviona katika masomo ya leo vyatoka kwa Mungu na vinamhusu mtu yule yule, hivyo haviwezi kupingana. Imani humsaidia mtu kuziishi vema mila na tamaduni zake kwa kuziendeleza mila njema na kutozipa nafasi zile ambazo zinapingana na utu kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu muumbaji wetu. Ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Yatima, wateke, watame